Tarehe 12 Disemba 2025, Uwanja wa Taifa wa Nyayo, Nairobi. Kenya inaadhimisha miaka 62 ya Jamhuri, siku ambayo taifa hili lilipata uhuru kamili wa kujitawala. Rais William Ruto amesimama katika jukwaa la heshima akizungukwa na wakuu wa nchi, majenerali wa jeshi na maelfu ya wananchi waliokuja kusherehekea. Kila kitu kinaenda kwa utaratibu. Helikopta za kijeshi zinapita angani kwa utulivu. Watu wanashangilia. Kisha bam! Sauti kama mlipuko wa bomu inatikisa uwanja mzima. Ardhi inatetemeka. Madirisha yanalia. Rais Ruto anajisogeza chini bila kujua, uso wake ukionyesha mshituko wa kweli. Viongozi kando yake wanainua macho kana kwamba hatari ya kweli imetokea. Katika mtaa wa jirani wa Nairobi West, madirisha ya nyumba yanavunjika kwa nguvu ya vibration. Wakazi wanakimbia nje ya nyumba zao wakidhani mlipuko wa bomu umetokea. Watoto wanalia. Wazee wanashindwa kupumua. Lakini hakukuwa na bomu. Hakukuwa na shambulio. Kilichotokea ni kitu cha kisayansi kabisa. Jambo ambalo wanafizikia wanalijua vizuri. Lakini wengi wa Wakenya walikuwa wanalisikia kwa mara ya kwanza kwa nguvu hiyo. Ndege ya Northrop F5 Tiger 2 ya Kenya Air Force ilikuwa imeruka kwa kasi inayozidi kasi ya sauti kwa urefu wa chini sana kuliko kawaida. Na sauti iliyosikika ilikuwa kile kinachoitwa sonic boom. Mtandaoni Kenya ilichemka. Watu walicheka wakisema ndege ilikuwa inamshambulia rais. Wengine waliuliza, kwani jeshi linataka mapinduzi? CDF Jenerali Kahariri aliyesimama kando ya rais hakutikisika hata kidogo, jambo lililozidisha ucheshi mitandaoni. Lakini nyuma ya kicheko, swali moja liliendelea kusumbua. Ni nini hasa sonic boom? Na kwa nini sauti ya ndege inaweza kuvunja madirisha? Leo tutalijibu swali hilo kwa undani, kwa usahihi na kwa njia ambayo utaelewa hata kama hujawahi kusoma fizikia siku moja maishani mwako. Katika video hii tutakueleza kwa lugha rahisi lakini sahihi siri ya kisayansi nyuma ya sonic boom. Tutaanza na msingi. Sauti ni nini? Kisha tutaeleza kasi ya sauti na kwa nini inaitwa ukuta. Tutakuonyesha jinsi mawimbi ya sauti yanavyobadilika ndege inapozidi kasi hiyo, na kwa nini mlipuko unaosikika si wa wakati mmoja tu, bali ni mkondo unaoendelea maadamu ndege inasafiri kwa kasi ya juu kuliko sauti. Tutazungumza pia kuhusu mtu wa kwanza kuvunja ukuta wa sauti, Chuck Yeager, na jinsi tukio la Nyayo lilivyoonyesha nguvu hii kwa Wakenya kwa mara ya kwanza. Kabla hatujazungumza kuhusu sonic boom, ni lazima tuelewe sauti ni nini kwanza. Na jibu ni rahisi zaidi kuliko unavyodhani. Sauti ni mtetemo. Ni msukumo wa chembechembe za hewa, molekuli zinapogongana na kusukumana moja baada ya nyingine, kama mfululizo wa watu waliosimama msitarini, ambapo wa kwanza anamsukuma wa pili anamsukuma wa tatu na kadhalika. Mtetemo huu unaenea kupitia hewa kama wimbi. Si kwamba hewa yenyewe inasafiri mbali, bali ni msukumo unaosafiri. Fikiria kamba ndefu ulioifunga upande mmoja. Ukiitikisa haraka, wimbi linasafiri kando kando, lakini kamba yenyewe haijatoka mahali pake. Ndivyo sauti inavyofanya katika hewa. Sasa mawimbi haya yana kasi. Katika hali ya kawaida, kiwango cha bahari, joto la takriban nyuzi 20 selsiasi, sauti inasafiri kwa kasi ya takriban kilomita 1235 kwa saa au mita 343 kwa sekunde. Hiyo ni kasi kubwa, lakini si kasi kubwa isiyo na mipaka. Kasi ya sauti inaweza kubadilika kulingana na joto na msongamano wa hewa. Kadri hewa inavyokuwa baridi, kama ilivyo juu angani, ndivyo sauti inavyosafiri polepole zaidi. Kwa nini hii ni muhimu?
kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaweza kusafiri kwa kasi kubwa kuliko sauti. Na wakati kitu kinafanya hivyo, sheria za fizikia zinabadilika kabisa. Hapo ndipo tunakutana na kitu kinachoitwa ukuta wa sauti. Na hapo ndipo hadithi yetu ya kweli inaanza. Neno ukuta wa sauti, sound barrier, lilizaliwa wakati wa vita vya pili vya dunia. Marubani wa ndege za kivita walipokuwa wakizama kwa kasi kubwa, waliona mambo ya ajabu. Nguvu ya hewa mbele ya ndege iliongezeka sana. Mabawa yalitetemeka vibaya na udhibiti wa ndege ulipotea. Ndege nyingi zilivunjika hewani. Marubani walianza kuamini kwamba kuna ukuta usioonekana hewani ambao binadamu hawezi kuupita, kwamba kusafiri kwa kasi ya sauti ni jambo lisilowezekana. Walikuwa wamekosea. Tarehe 14 Oktoba 1947, rubani wa Marekani aitwaye Kapteni Chuck Yeager aliandika historia. Akiruka ndege ndogo ya majaribio iitwayo Bell X-1 aliyoita Glamorous Glennis kwa heshima ya mke wake, Yeager alitolewa kutoka tumbo la ndege kubwa ya B-29 katika urefu wa futi 25,000 juu ya jangwa la Mojave, California. Kisha akawasha roketi za X-1. Ndege ikaongeza kasi na kwa utulivu kabisa aliivusha kufikia Mach 1.06, kasi ya kilomita 1127 kwa saa, katika urefu wa futi 1043. Yeager alisema baadaye maneno ambayo yanastahili kuzingatiwa. Kizuizi cha kweli hakikuwa angani. Kilikuwa katika ujuzi wetu na uzoefu wetu kuhusu kuruka kwa kasi ya juu. Ukuta wa sauti haukuwa ukuta wa kweli. Ulikuwa ukuta wa ujuzi. Na Yeager aliuvunja. Sasa tuingie katika moyo wa somo letu. Sonic boom inazaliwaje? Ili kuelewa, tunahitaji mfano rahisi. Fikiria boti inayosafiri kwenye ziwa tulivu. Boti inaposogea, inasukuma maji mbele yake na kuunda mawimbi yanayoenea pande zote. Mawimbi hayo yanasafiri kwa kasi fulani kwenye uso wa maji. Sasa, ikiwa boti inasafiri polepole kuliko mawimbi, mawimbi yanakimbia mbele yake kwa utulivu, yanaenea na kutoweka bila tatizo. Lakini nini kinatokea boti inapozidi kasi ya mawimbi? Mawimbi hayawezi kukimbia mbele tena. Yanasongamana nyuma ya boti na kuunda umbo la V mkali. Wimbi moja kubwa la nguvu linalofuata boti kama mkia. Wimbi hili la upinde ndilo unaloona linapogonga ufukwe kwa nguvu. Ndege angani inafanya kitu kile kile. Lakini badala ya mawimbi ya maji, inasukuma mawimbi ya hewa ambayo ni mawimbi ya sauti. Ndege inaposafiri kwa kasi ya chini kuliko sauti, mawimbi ya sauti yanayozalishwa yanakimbia mbele yake kwa utulivu, yakienea pande zote kama miduara inayopanuka. Lakini ndege inapozidi kasi ya sauti, mawimbi hayawezi kukimbia tena. Ndege sasa inasafiri haraka kuliko sauti yake yenyewe. Mawimbi yanasongamana, yanabana, yanagongana na hatimaye yanaungana katika wimbi moja kubwa la mshtuko linaloitwa shockwave. Wimbi hili la mshtuko linafuata ndege nyuma yake katika umbo la koni, kama kofia ya uchawi iliyogeuzwa, linaloitwa Mach cone, kwa heshima ya mwanafizikia wa Austria Ernst Mach aliyesoma matukio haya. Sasa hapa ndipo watu wengi wanakosea. Wengi wanaamini kwamba sonic boom ni tukio la wakati mmoja, kwamba mlipuko unasikika tu wakati ndege inavunja ukuta wa sauti. Hii si kweli. Sonic boom ni mkondo unaoendelea. Maadamu ndege inasafiri kwa kasi inayozidi sauti, wimbi la mshtuko linaendelea kuzalishwa nyuma yake, kama mkia wa boti unaoendelea kuwepo boti inapoendelea kusafiri. Koni ya mshtuko inasogea pamoja na ndege, na kila wakati koni hii inapita juu ya mtu ardhini. Mtu huyo anasikia boom. Kama rubani wa zamani wa Concorde alivyosema, sisi ndani ya ndege hatusikii chochote. Tunachoona tu ni wimbi la shinikizo likipita kwenye ala zetu.
Sonic boom iko nyuma yetu kama mkia wa meli. Wanasayansi wanapozungumza kuhusu kasi ya ndege zinazozidi sauti, wanatumia kipimo maalum kinachoitwa nambari ya Mach. Ni hesabu rahisi. Kasi ya kitu ikigawanywa na kasi ya sauti katika mazingira yake. Machi moja maana yake ni kasi sawa na kasi ya sauti. Machi mbili ni mara mbili ya kasi ya sauti, na kadhalika. Kasi ya chini ya Mach moja inaitwa subsonic. Ndege nyingi za abiria kama Boeing 737 zinasafiri kwa kasi ya Mach 0.78 hivi. Kasi inayokaribia Mach moja inaitwa transonic. Eneo hatari zaidi ambapo nguvu za hewa zinabadilika sana. Kasi inayozidi Mach moja inaitwa supersonic. Na hapo ndipo sonic boom inaanza. Na kasi zaidi ya Mach 5 inaitwa hypersonic. Kasi ya kupigiwa magoti, kama ile ya makombora ya kisasa au chombo cha anga kikiingia tena anga hewa. Ndege ya F5 Tiger 2 ambayo ilitumika siku ya Jamhuri inaweza kufikia kasi ya hadi Mach 1.6, takriban kilomita 1700 kwa saa. Ni ndege nyepesi yenye injini mbili za General Electric J85 yenye uwezo wa kupanda hadi futi 1050. Na siku hiyo ya Disemba 12 ilitumia kasi yake yote katika urefu wa chini sana juu ya uwanja wa Nyayo. Na hiyo ndio iliyoleta matatizo. Hapa kuna siri muhimu ambayo inaeleza kwa nini tukio la Nyayo lilikuwa tofauti na maonyesho ya kijeshi ya miaka iliyopita. Urefu wa ndege, altitude, unaathiri sana nguvu ya sonic boom inafosikika ardhini. Wakati ndege inaruka kwa urefu mkubwa, tuseme futi 1040, wimbi la mshtuko linasafiri umbali mrefu kabla ya kufikia ardhi. Katika safari hiyo, nishati yake inapungua na inatawanyika katika eneo kubwa zaidi. Kwa hiyo, sauti inayosikika ardhini inaweza kuwa ndogo au hata isisikike kabisa. Mawimbi ya mshtuko yalienea hadi Nairobi West. Lakini ndege inaposafiri kwa urefu wa chini sana, wimbi la mshtuko lina umbali mfupi wa kusafiri. Nishati yake haijapungua. Shinikizo linagonga ardhi kwa nguvu kamili, na matokeo ni mtetemo mkali unaweza kuvunja madirisha, kupasua kuta na kusababisha hofu kubwa kwa watu walio karibu. Hii ndiyo iliyotokea Nairobi West siku ya Jamhuri. Ndege ya F5 iliruka kwa urefu wa chini kupita kawaida, na wimbi lake la mshtuko liligonga majengo ya jirani kwa nguvu ambayo haikuwahi kusikika katika sherehe za awali. Jambo lingine muhimu la kuelewa, sonic boom si mlipuko. Hakuna kitu kinachowaka, hakuna baruti, hakuna moto. Kinachotokea ni mabadiliko makubwa ya ghafla ya shinikizo la hewa. Wimbi la mshtuko linapofika kwako, shinikizo la hewa karibu nawe linapanda kwa ghafla, kisha linashuka haraka chini ya kiwango cha kawaida, kisha linarudi kawaida. Mabadiliko haya ya haraka yanazalisha sauti kubwa ya boom inayosikika kama mlipuko. Kwa kweli, mara nyingi unasikia boom mbili, moja kutoka sehemu ya mbele ya ndege, pua, na nyingine kutoka sehemu ya nyuma, mkia. Wimbi la kwanza la shinikizo na la pili vinazalisha kile kinachoitwa N-wave, kwa sababu ukichora mabadiliko ya shinikizo kwenye grafu inaonekana kama herufi N. Ndiyo maana wakati mwingine watu wanasema wamesikia boom boom mbili haraka, si moja tu. Unaweza kudhani sonic boom ni jambo la ndege za kijeshi tu, lakini ukweli ni kwamba unakutana na matukio madogo ya aina hii mara kwa mara, pengine bila kujua. Umewahi kusikia sauti kali ya mjeledi ukipigwa? Hiyo crack inayosikika si sauti ya mjeledi ukigonga hewa, ni sonic boom ndogo. Ncha ya mjeledi inasafiri kwa kasi inayozidi sauti na wimbi dogo la mshtuko linazaliwa. Vivyo hivyo, risasi inayotolewa kwenye bunduki inasafiri kwa kasi ya supersonic, na sauti kali unayoisikia zaidi ya mlipuko wa baruti ni sonic boom ya risasi ikisafiri angani. Hata radi, sauti kubwa ya ngurumo inayofuata umeme, ni aina ya shockwave inayozalishwa na hewa ikipanuka kwa ghafla kwa joto kubwa la umeme. Sonic boom si jambo la kigeni. Ni sheria ya fizikia inayofanya kazi kila mahali ambapo
kitu kinasafiri kwa kasi kubwa kuliko sauti katika mazingira yake. Sonic boom si tatizo la kinadharia tu, ni tatizo la kweli ambalo limebadilisha historia ya usafiri wa anga. Ndege maarufu zaidi ya abiria iliyovunja ukuta wa sauti ilikuwa Concorde, ndege ya Kifaransa-Kiingereza iliyoruka kwa kasi ya Mach 2.04, mara mbili ya kasi ya sauti. Iliweza kusafiri kutoka London hadi New York kwa saa 3.5 tu badala ya saa 7 za kawaida. Lakini kulikuwa na tatizo kubwa. Kila wakati Concorde ilipopita juu ya miji, sonic boom yake ilitikisa nyumba, kuvunja madirisha na kushtua watu. Mwaka 1964, NASA na serikali ya Marekani zilifanya jaribio kubwa jijini Oklahoma City, zikiruhusu sonic boom 8 kwa siku kwa miezi 6. Malalamiko 15,000 yalipokelewa na serikali ilishitakiwa mahakamani na ikashindwa kesi. Matokeo yake, nchi nyingi zilipiga marufuku ndege za supersonic kuruka juu ya maeneo ya makazi na hatimaye Concorde ilisitishwa mwaka 2003. Hii inaonyesha kwamba kile kilichotokea Nairobi si jambo dogo. Hata nchi zilizoendelea zimeshindana na tatizo hili kwa miongo mingi. Na ndiyo maana wakazi wa Nairobi West walikuwa na haki ya kulalamika. Ndege ya kijeshi iliruka kwa urefu wa chini kuliko inavyotakiwa, na matokeo yalikuwa uharibifu wa mali na hofu kwa raia. Sasa turudi kwenye tukio letu la Nairobi na tulieleze kwa jicho la kisayansi. Nini hasa kilitokea siku ile ya Disemba 12? Ndege ya Northrop F5 Tiger 2 ya Kenya Air Force iliruka juu ya uwanja wa Nyayo kwa kasi inayozidi Mach 1, takriban kilomita 1200 hadi 1700 kwa saa. Urefu wake ulikuwa wa chini sana kuliko kawaida. Katika kasi hiyo na urefu huo, wimbi la mshtuko liligonga ardhi kwa nguvu kubwa sana. Matokeo yalikuwa matatu ya wazi. Kwanza, sauti kubwa ya kishindo iligonga uwanja mzima, ikimshtua Rais Ruto, viongozi na wananchi elfu kadhaa. Licha ya kwamba MC alikuwa ametangaza mapema kwamba ndege zitapita. Pili, mawimbi ya mshtuko yalienea hadi Nairobi West, yakivunja madirisha na kusababisha nyufa kwenye kuta za nyumba. Tatu, hofu kubwa ilienea. Watu wakadhani mlipuko wa bomu umetokea, wakakimbia nje ya nyumba zao. Jambo moja la kuvutia ni tofauti ya majibu. Rais Ruto alijisogeza chini kwa mshtuko, majibu ya asili ya binadamu kwa sauti kubwa ya ghafla. Lakini CDF Jenerali Kahariri aliyesimama kando yake hakutikisika hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu kama mkuu wa jeshi amezoea sauti hizi. Anazijua. Mwili wake umetambua kwamba sauti hii si hatari. Ndivyo mazoezi yanafanyavyo. Yanabadilisha jinsi ubongo unavyojibu tishio. Mtandaoni, Wakenya waliitaja sauti hiyo kwa jina la kuchekesha, The Sound of Freedom, sauti ya uhuru. Na kwa kweli, ni jina linalofaa. Sonic boom za ndege za kijeshi ni ishara ya uwezo wa anga wa taifa. Lakini uhuru unapaswa kuleta furaha, si uharibifu wa mali na hofu kwa wananchi. Tumejifunza kwamba sonic boom si mlipuko, ni mabadiliko ya ghafla ya shinikizo la hewa yanayosababishwa na wimbi la mshtuko. Tumejifunza kwamba si tukio la wakati mmoja, bali ni mkondo unaoendelea maadamu ndege inasafiri kwa kasi ya juu kuliko sauti. Na tumejifunza kwamba urefu wa ndege ni muhimu sana. Kadri ndege inavyokuwa chini, ndivyo sonic boom inavyokuwa na nguvu zaidi na hatari zaidi ardhini. Tukio la Nyayo lilikuwa somo kwa taifa. Si kwamba jeshi lilikuwa linamshambulia rais, hiyo ni mzaha. Lakini pia si kwamba uharibifu uliokuwa haukuwa na maana. Wananchi wa Nairobi West walipata hasara ya kweli. Na katika nchi nyingi duniani, kuna sheria kali zinazokataza ndege za supersonic kuruka kwa urefu wa chini juu ya maeneo ya makazi. Sheria ambazo zilizaliwa kutokana na matukio kama haya. Mwisho, siku hiyo Wakenya wengi hawakujua sonic boom ni nini.
Sasa mnajua, na maarifa haya yanawapa nguvu ya kuelewa ulimwengu wao kwa njia mpya. Kwa sababu fizikia si ya wanasayansi tu, ni ya kila mtu. Inaishi katika sauti unayoisikia, katika hewa unayoipumua, na hata katika kelele ya ndege inayopita juu ya kichwa chako siku ya sherehe. Ndugu yangu, dada yangu, kama video hii imekufumbua macho na kukuelimisha kuhusu jambo ambalo ulidhani ni la kutisha tu, basi jisajili kwenye chaneli ya Afrika Imara kwa kubonyeza subscribe na kupiga kengele ili usikose video zetu mpya. Bonyeza like ili video hii ifike kwa Waafrika wengine wanaostahili kuelimishwa kwa lugha yao. Na tuachie maoni yako hapa chini. Je, ulikuwa uwanja wa Nyayo siku ile? Ulisikiaje? Na je, kuna mada nyingine ya kisayansi ungependa tuielewe pamoja? Tuambie. Elimisha akili yako na ulimwengu utakufungulia milango. Hii ni Afrika Imara. Tunaelimisha, tunasimulisha, tunajenga.